nilipotambulishwa mara ya mwisho nilikuja hapa nikiwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na nilikuwa nimealikwa na rafiki yangu Wenje. Tulifanya mkutano somewhere hapa Shirati, na kama mlivyotambulishwa, naitwa Msigwa mchungaji. Nimekuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini kwa miaka 10. Tulikuwa pamoja na mbunge wenu wa zamani, nadhani anaitwa Lakailo, na nimekuwa kiongozi mwandamizi ndani ya Chama cha Demokrasia. Nimekuwa mjumbe wa kamati kuu, nimekuwa kiongozi. Kwa hiyo najua vizuri chama nilichotoka. Sasa kwa kifupi sana nataka niseme, Mwalimu Nyerere alivyoruhusu vyama vingi, lengo lake ilikuwa ni kushindanisha sera, kwamba tushindane kisera, sera inayoshawishi wananchi, ichukue nafasi kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Na nakumbuka mwaka 95 kwa mara ya kwanza, nilikuwa mdogo sana, wakati ule Mlema anatigisa nchi kutaka kuchukua madaraka. Mwalimu Nyerere alisema Mlema hana sera. Aliwaambia wapinzani waende kwanza wakajenge vyama vyao kwenye ngazi za chini. Lakini miaka 30 baadaye, na mimi nimekuwa mwandamizi kwenye upinzani miaka 20, vyama vya upinzani tumeshindwa kutangaza sera ambazo zinaeleweka kwa wananchi. Tumeshindwa kujulikana kwa kile tunachokipigania, badala yake tumejulikana kwa kile tunachokipinga. Na kupinga sio sera. Katika taifa, naomba mnisikize vizuri, katika kuongoza nchi au katika taifa kuna mambo mengi sana. Kuna political stability, kwa lugha ya kikwenu maana yake utulivu wa kisiasa. Kuna social stability, maana yake utulivu wa kijamii, na kuna economic stability, maana yake utulivu wa kiuchumi. Kwa hiyo wanasiasa, tunapokuja kwenu kama tumepevuka, lazima tuangalie mambo yote hayo: utulivu wa kiuchumi, utulivu wa kijamii na utulivu wa kisiasa. Kwa bahati mbaya sana, kule nilikotoka wanazungumza eneo moja tu linalohusu siasa, na hilo linalowasaidia wao waingie madarakani. Huwezi kuwasikia wakizungumza korosho ya Watanzania. Huwezi kuwasikia wakizungumza uvuvi wa Watanzania. Huwezi kuwasikia wakizungumza afya za Watanzania, na huwezi kuwasikia wakizungumza elimu ya Watanzania. Chama cha Mapinduzi, kuanzia Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Nchimbi katibu wetu mkuu, wanazungumza matatizo ya watu. Na ndio maana baba wa taifa alisema tumemtoa mkoloni kuondoa ujinga, umaskini na maradhi. Vikao vyote vya Chama cha Mapinduzi kuanzia taifa ni vikao vinavyojadili matatizo ya watu, kuwaondoa katika ujinga, umaskini, maradhi na magonjwa. Hiki ndio chama ambacho Watanzania tunapaswa tuendelee kukiunga mkono, kwa sababu kinashughulika na maisha ya watu. Kule nilikotoka ni kama chombo kinachosafiri angani, kimepotea, hakijui kinakwenda kutua wapi. Wanahubiri demokrasia, wao wenyewe hawana demokrasia. Wanahubiri haki, wao wenyewe hawana haki. Kupinga sio sera. Wakija waulizeni, sera yenu ya afya ni ipi? Sera yenu ya kilimo ni ipi? Sera yenu ya elimu ni ipi? Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee chenye rasilimali watu, chenye watu wenye maarifa, chenye sera zinazoeleweka. Rorya na Shirati, mko salama kwenye Chama cha Mapinduzi. Na maendeleo yote ambayo mbunge wenu hapa ameyasema, msije mkawa kama yule chura
aliye chini ya kisima anadhani upana wa dunia ni sawa na upana wa kisima. Kumbe ingempasa toke aangalie kwamba anga ni pana zaidi. Haya maendeleo alisema mbunge wenu yako Tanzania nzima, kuanzia Newala Plateau kufika Bukoba, Kigoma. Chama cha Mapinduzi kimegusa maisha ya watu. Nimalizie kwa kusema Tanzania iko salama kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi. Tumuunge Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kuijenga nchi pamoja na Dr. Nchimbi. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.